Usiku huo, nilipokea ujumbe kutoka kwa Hamed, lakini pia nilipokea ujumbe mwingine kutoka kwa namba ngeni. Hello Bella, it's Romy. Nilikaa kitandani nikitetemeka. Romy ni nani? Anaingiaje kwenye maisha ya Bella? Je, huu ni mwanzo wa hatari mpya? Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Nilikaa kitandani, simu mkononi, moyo ukipiga haraka kuliko kawaida. Ujumbe wa kwanza ulikuwa wa Hamed. Ujumbe wa pili ulikuwa wa Romy. Hello Bella, it's Romy. Nilisoma mara 2, mara 3. Nilijiuliza, Romy ni nani? Ananijuaje? Na anataka nini? Nilimeza mate. Nikajibu kwa tahadhari. Hello, yes. Jibu lake likaja haraka. I'm the guy you met at the hotel. The one you helped the other day. Nikakumbuka. Mgeni mzungu, mwenye tabasamu la upole, mwenye pesa nyingi. Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Oh, hello, nikajibu. In town for a conference, Romy akaandika. I could use a friend. Nilisita. Nilikuwa bado nashikilia maumivu ya Hamed. Lakini pia, nilikuwa nahitaji kazi. Nilihitaji pesa. Okay, nikajibu kwa kifupi. Hakupoteza muda. I can help you, akaandika. I pay well. Maneno yale yalinigusa mahali palipo dhaifu. Siku zilizofuata, Hamed alianza kunijali zaidi. Kunipeleka chuoni, kunirudisha nyumbani, kunifanya nijisikie salama. Lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa na hofu. Hofu ya kumpoteza na hofu ya maisha. Hotelini, kazi mpya. Nilipata kazi hotelini. Shift ya usiku. Mapokezi. Siku ya kwanza tu, Romy alikuja. Alinitazama. Akatabasamu. You look beautiful, alisema. Nilitabasamu kwa heshima. Aliomba chakula. Aliomba nikale naye. Niliona aibu. Lakini pesa alizonipa baada ya chakula zilinizungusha kichwa. Dola nyingi. Kwa siku moja zilikuwa zaidi ya mshahara wangu wa mwezi. Nilianza kujiambia, labda Hamed ananipenda, lakini mapenzi hayalipi ada, hayalipi chakula, hayalipi maisha. Nilianza kujidanganya. Sauti ya safari, Arusha. Romy aliniomba nimsindikize Arusha, mkutano wa kimataifa. Malipo, $300 kwa siku. Nilisita, lakini nilikubali. Nilimwaga Poppy, nikamdanganya Hamed. Nilisema ninasafiri kwa mambo ya shule. Tuliondoka. Usiku, baridi ya Arusha ikanipiga. Romy alinivisha koti lake. Take care, alisema. Nilihisi salama. Au ndivyo nilivyodhani. Usiku ule, Romy alikuja chumbani kwangu. Amesema tuangalie movie. Nilikubali. Movie ilianza kawaida. Dakika zikapita. Ghafla, sini zikabadilika. Ngono. Nilishtuka. Romy, hapana, nikasema. Akasimama. Akavua taulo. Uchi. Uume wake umesimama. Nilirudi nyuma. Unafanya nini? Hakujibu. Alinisogelea. Nilipiga kelele. Alinifunika mdomo. Akanikamata kwa nguvu. Nilipambana.
Nikajikaza, nikamsukuma, nikapiga teke kwa nguvu zote nilizokuwa nazo. Nilifanikiwa kujitoa, nikakimbia kuelekea mlangoni, nikafungua, nikakimbia koridoni nikiwa nalilia, nusu uchi, miguu ikitetemeka. Nilipiga kelele, walinisikia, walinisaidia. Romy akakamatwa. Nilikaa sakafuni, nikitetemeka, nikilia, nikashika simu, nikaona missed calls za Hemed. Nikampigia. Hemed, sauti yangu ilikuwa imevunjika. Nisaidie. Kimya kwa sekunde chache. Halafu sauti yake, uko wapi? Hemed alikuja. Alinikumbatia. Sikuuliza maswali. Hakuniambia nilikuambia. Alinifunika kwa koti lake. Na kwa mara ya kwanza, nilihisi tena kuwa salama. Lakini ndani ya macho yake kulikuwa na maumivu. Na ndani ya moyo wangu nilijua jambo moja. Maisha yangu hayatawahi kuwa kama zamani tena. Je, uhusiano wa Bella na Hemed utaweza kupona baada ya usaliti na hatari hii? Je, Romy atapata adabu anayostahili? Na je, Bella ataweza kusimama tena baada ya yote aliyopitia? Tukutane sehemu inayofuata. Na huu sio mwisho wa burudani. Hapa kwenye chaneli yetu tuna maktaba ya simulizi nyingine kali ambazo huenda bado hujaziona. Kuna visa vya mapenzi, ujasusi na mikasa ya kweli inayotikisa. Usiondoke kapa, chagua moja kati ya video zinazoonekana hapo kwenye kioo chako sasa hivi na uendelee kuburudika.